Karibu MJ Channel. Leo tunakwenda kuchambua kwa kina kuhusiana na mgogoro unaoendelea huko Urusi na Ukraine na malengo ambayo kwa sasa tunaenda kuyaona kule katika eneo hilo la mashariki huko Ulaya. Ulaya Mashariki ni kwamba mgogoro huu sasa unaonekana kabisa unaleta sintofahamu katika eneo hilo na huenda ukaleta matatizo makubwa katika eneo lote hilo la Ulaya Mashariki. Sasa tutakwenda kusoma taarifa kidogo. Vyombo vikubwa kama DW wameripoti kwamba mashambulizi ya Urusi yailazimisha Ukraine kuomba usaidizi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito mpya kwa washirika wa nchi yake kuharakisha utoaji wa makombora ya mifumo ya ulinzi wa anga Patriot kufuatia mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa tena wito kwa washirika wa nchi yake kuipatia makombora kwa ajili ya mifumo ya ulinzi na anga ya Patriot kufuatia mashambulizi makubwa ya anga ya Urusi yaliyosababisha vifo vya watu 16 na kuwajeruhi karibu watu 50 katika mji mkuu wa Kyiv na viunga vyake. Amesisitiza kwamba Ukraine iko tayari kununua makombora hayo badala ya kutegemea kupewa kama msaada kutoka kwa washirika wake. Urusi imefanya tena mashambulizi makubwa usiku wa kuamkia leo ikiulenga mji mkuu wa Kyiv, mji mkuu wa Ukraine Kyiv na maeneo yanayozunguka mji mkuu huo. Kwa mujibu wa Zelensky, zaidi ya maeneo 200 yaliharibiwa yakiwemo majengo 86. Ameeleza kuwa Urusi ilitumia idadi kubwa ya makombora ya masafa marefu, makombora yanayoongozwa na drones katika mashambulizi hayo. Zelensky amebainisha kuwa kiwango cha kuyadungua makombora ya masafa marefu kilikuwa chini kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na makombora yanayoongozwa. Bado hapo maeneo hayo bado ni shida kabisa. Ukraine bado vita ni kali kabisa ambazo zinaendelea kati ya Urusi na Ukraine kwa sasa, na tutegemea kwamba hali hii sasa inazidi kuwa mbaya, hasa kipindi hichi ambacho mashambulizi yamekuwa makali sana katika nchi hiyo ya Ukraine. Lakini sio Ukraine tu, hata Urusi tumeona Ukraine inaendelea kufanya mashambulizi makali katika maeneo mbalimbali katika nchi ya Urusi, ikiwemo miji mikubwa kabisa kama St. Petersburg pamoja na Moscow na mikoa mingine kama Rostov pamoja na mikoa mingine ambayo kule nchini Urusi. Kwa hiyo kwa sasa tunaona kwamba kila upande kuna counter attack ambazo zinaendelea kuwa kali, kila upande wa Urusi na upande wa Ukraine, na tumeona kwamba upande wa Urusi sasa unaanza kuona joto la vita, kwa sababu vita Ukraine sasa anaendelea kupeleka mashambulizi makali katika eneo hilo au katika nchi hiyo ya Urusi. Na kwa kifupi Urusi sasa inaenda kama hawatachukua hatua za mapema, basi huenda ikapoteza idadi kubwa ya uchumi na idadi kubwa ya mali na kuleta vifo vingi katika eneo hilo la Urusi, lakini pia na Ukraine. Kumbuka mortality rate ambayo ya vita katika eneo lote hilo ni kubwa sana. Tukaangalia Urusi wameshapoteza idadi kubwa ya watu, japokuwa takwimu za vifo katika eneo hilo bado ni ndogo, lakini pia upande wa Ukraine idadi kubwa ambao wamepoteza maisha, lakini bado takwimu zao inaonyesha kabisa haziko wazi. Lakini binafsi nafikiri mzozo huu jinsi ya kumaliza ni kutumia diplomasia na mazungumzo ambayo yatakayoleta mwafaka katika pande zote mbili. Lakini kimsingi bado hali ni ngumu na Urusi anaenda kupoteza mali nyingi sana kupitia mashambulizi haya ya Ukraine. Lakini na Urusi sasa inaonekana amekuwa na hasira kutokana na mashambulizi ya Ukraine anayoyafanya kule nchini Moscow, na anachokifanya sasa ni kupeleka nguvu kubwa nchini Ukraine na kusababisha maafa makubwa. Lakini pia tumeona hata wounded ni kubwa, idadi ya watu 50 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo, na ukiangalia vifo ni 16. Kwa hiyo na hiyo ni kila siku ambazo mashambulizi bado yanaendelea kuwa makali sana. Tumeona mwezi Julai idadi waliokufa katika nchini Ukraine ni zaidi ya watu 200, na kwa hiyo hii inaonyesha kwamba bado mashambulizi ni makali sana nchini Ukraine, na yote haya yanachangia kwamba mazungumzo yamekwama katika nchi zote mbili,
na kuleta matatizo katika eneo hilo lote la Ulaya Mashariki. Lakini nachokiona mimi katika vita hivi ni upande wa Urusi sasa huenda rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, kama Ukraine ataendelea kupeleka drones, lakini na kulenga maeneo ya mafuta, maghala ya silaha, lakini pia na miundombinu mingine ambayo muhimu ya kijeshi, kama zile military base, sawa, lakini pia madaraja na sehemu zinginezo, basi huenda rais wa Urusi akapoteza vitu vingi au mali nyingi katika nchi hiyo ya Urusi. Lakini inaweza kaleta maandamano ya ndani, kwa maana ikaleta ile civil war ambayo baadaye ikaleta maandamano makubwa nchini Urusi, na nchi hiyo sasa ikaingia kwenye maandamano ambayo yasiyodhibitika na kuchangia kuleta mapinduzi ya ndani, kwa maana ya mapinduzi ya kiraia ambayo yanaweza yakatokea nchini Urusi na kuleta umwagaji damu mkubwa, kwa sababu maandamano yanaweza kaenea nchi yote kutokana na vita hivi vinavyoendelea nchini katika hizo nchi mbili kati ya Urusi na Ukraine. Kwa hiyo raia huenda ukafikia wakati uvumilivu inawezekana ukawashinda, na baadaye wanaweza kusema kwamba sasa tuingie mtaani kwenda kukomboa serikali na kwenda kuipindua serikali, kwa sababu vita hivi vinatuumiza sisi raia. Kwa hiyo nafikiri kwamba huenda raia wa Urusi wanaweza kuvumilia, lakini baadaye uvumilivu ukawashinda na kuingia mtaani na kwenda kufanya mapinduzi katika serikali yao ya nchi hiyo. Kwa hiyo mashambulizi haya ya Ukraine ndani ya Urusi huenda kukachangia kuleta maandamano, na lakini pia kwenda kufanya mapinduzi katika nchi hiyo ya Urusi. Lakini tumeona nchini Urusi mapinduzi mengi yalikwama, na ilipofika wakati maandamano yanafanyika, basi serikali ilikuwa inakamata idadi kubwa na kuwaweka kwenye magereza. Kwa hiyo sidhani kama hiyo inaweza ikatokea, lakini tusubiri tuone nini kinaweza kutokea. Lakini kwa kweli hali bado ni ngumu katika nchi hiyo ya Urusi, na tunaona kwamba bado vute ni kuvute zinaendelea katika eneo hilo. Tension pande zote mbili bado ni kubwa, na kila upande hautaki kuja kwenye meza ya mazungumzo, na mashambulizi yote haya yanafanyika. Tunaona kwamba lengo kubwa kwamba kila upande uje kwenye meza mazungumzo ukiwa na chochote, ukiwa na nguvu katika kile wanachokisimamia au kile wanachokiona kwao ni sahihi. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kinaweza kutokea, lakini binafsi nafikiri diplomasia ni njia pekee kumaliza mzozo huu na kufikia tija kwa yale masuala tata au zile ambiguity ambazo tunaona kwamba huenda zikaleta tension na kuleta kuleta mtafaruko katika eneo lote hilo la Mashariki ya Kati. Lakini kumbuka rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, yeye ana zile ambition ambayo ni kutaka kuendeleza vita mpaka malengo yake mwenyewe yafikiwe, na tamaa ilikuwa nayo kubwa ni kuhakikisha kwamba eneo lote la Crimea, Donetsk pamoja na Luhansk, Donbas, eneo lote hilo limilikiwe na Urusi, na yeye matakwa yake anasema kwamba eneo lote hilo katika Donetsk na Luhansk, mikoa miwili yote ipo ndani ya Urusi, na Urusi haishalitawala eneo hilo. Kwa hiyo endapo Ukraine inataka vita iishe, basi akubali eneo hilo kwamba amelipoteza na wapigane sahihi, kitu ambacho rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky hakubaliani hata kidogo, na amesema ataendelea kupambana mpaka mwisho wa tuni lake au mwisho wa uhai wake. Kwa hiyo tutegemee vita hivi bado vitakuwa kali sana katika eneo hilo, na kila upande wanasema kwamba lazima afikie malengo yake, na upande wa Ukraine anasema kwamba hatapoteza hata nukta ya nchi ya ardhi yake ya kule Ukraine, na upande wa Urusi yeye anasema kwamba ni lazima Ukraine ikubali kupoteza maeneo yake hapo nchini
Ukraine. Kumbuka Urusi ameshachukua eneo lote la Ukraine, 20% ya eneo lote la Ukraine ameliteka, kuangalia kule Crimea na Donbas, ambayo eneo lote hilo ameshalichukua na mikoa mingine ambayo kama Kherson na sehemu zinginezo. Kwa hiyo yote tunaona kwamba bado vita ni kali katika eneo hilo, na kwa kweli hata mwafaka bado hatujauona, na hakuna tarehe maalum ambayo ya mazungumzo imepangwa mpaka kufikia hivi sasa. Lakini binafsi nafikiri diplomasia ni njia pekee ya kuweza kufikia mwafaka na kutatua mzozo huu kwa kutumia diplomasia. Jamani, asanteni sana. Tutaendelea kuongea na tutaendelea kujadili mgogoro huu, na tunaendelea kufuatilia kila kitu kinachoendelea huko Urusi, na tutakuwa tunafika hapa na kupeana update. Asanteni sana, usikose kufollow na kusubscribe. Asanteni sana.